Zahmidi TV. Uhali gani ndugu mtazamaji wa Zahmidi TV, habari za muda huu. Karibu tena katika mwendelezo wa makala zetu na vipindi vyetu ndani ya Zahmidi TV. Leo tunaangalia mahusiano, lakini mahusiano haya kwa njia ambayo inafunza jamii. Mahusiano ya leo tunaangalia kwa watoto wadogo. Watoto wadogo ama vijana wadogo wenye umri bado ambao sio wa kuingia katika mahusiano. Sasa hivi tunajua wana msemo mmoja, wanasema bwana, wana dating, wapo katika mahusiano lakini umri wao bado mdogo. Je, vijana hawa mahusiano wanajifunza wapi? Tupo na Mr. Muhammad Ad-Darwashi, atatuelezea mahusiano haya vijana wanayapata wapi. Ewe mzazi, ewe mlezi, kaa vizuri usikilize mwanao kama yupo katika mahusiano anajifunza wapi. Naam, Mr. Muhammad, karibu sana. Shukran. Karibu katika makala zetu ya Zahmidi TV. Na hivi mtazamaji anakusikiliza, anatamani, ana shauku ya kufahamu hawa watoto mahusiano wanajifunza wapi? Kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kunikutanisha na nyinyi na kukubali ombi lenu la kuja kueleza kitu hichi muhimu sana. Pili ni kuwa watoto wengi wanaharibika katika zama hizi na kujiingiza katika mahusiano na filihali bado umri wao haujafikia kuingia katika mahusiano. Chachu kubwa ni vitu vitatu. Vitu vitatu hivi ndo vikisimamiwa sawa sawa ndo vitasababisha kuua maafa kama haya. Kitu cha kwanza, malezi. Malezi, ninapozungumzia malezi maana yake nazungumzia mzazi, mwalimu na mtoto mwenyewe husika. Na cha pili ni mazingira. Je, hawa watoto tunawaweka katika mazingira gani? Na cha tatu ni utandawazi. Yani kukua kwa teknolojia. Wana falsafa wanasema kuwa ni taathiru asalbiyu li teknolojia wal internet. Yani athari za kisalbia, yani athari zisizofaa kwa kukua hii teknolojia na internet kukua kunaleta athari gani kwa vijana. Kwa hiyo hizi njia tatu ndio ambazo kwamba zinasababisha mtoto kuyumba ama mtoto kuwa sawa kupitia hizi njia tatu. Ndio. Kwa hiyo hivi ndio vitu vitatu ambavyo kwamba kwa mimi naona kuwa ndio chachu kama visipozingatiwa sawa sawa kupelekea umma kupotea. Karibu. Nukta ya kwanza tukizungumzia malezi. Malezi manake wazazi wana jukumu kubwa sana la kumlea mtoto. Ndio. Sababu wao ndio wamemtoa ingali wamekabidhiwa ingali ni mdogo mpaka kukua kwao mpaka kumwanzisha kwenda shule. Ndio. Kwa hiyo ni jinsi gani wazazi watamlea na kumpa nasaha yule mtoto. Kwa hiyo na imani wazazi wakitumia ule ukubwa wao na yale malengo wanayoyataka kwa mtoto wao, na imani mtoto anaweza kuwasikiza wazazi wao vizuri. Pili ni mwalimu. Jamii ya sasa hivi mtoto anakaa sana na mwalimu kuliko mzazi wake. Sahihi. Mtoto anatoka asubuhi anarudi jioni. Wengine wanasoma boarding kabisa. Kwa hiyo wanakuwa na muda mwingi wanaepukana na wazazi wao. Kwa hiyo nafasi ya mwalimu si kusomesha elimu tu, bali hata kulea. Walimu wengi wanajisahau katika sekta hiyo. Wao wakiingia ubaoni 1+1 hivi na hivi, lakini wanatakiwa ni jinsi gani wataweza kuunganisha maneno ya wazazi kule nyumbani na maneno yao yawe sawa. Mtoto kaambiwa aache uhuni, akifika kwa mwalimu anakuta neno lile lile. Ndio. Na wanasema kuwa mwanadamu anaathirika na kilma kinavyojirudia kwa mtu. Ndio. Yani wewe umeambiwa sasa hivi kuwa acha kitu fulani ni kibaya, ukakutana na mtu mwingine akakwambia acha kitu hicho ni kibaya, basi wewe unaingia katika athari ya kuathirika na neno kama lile. Kwa hiyo mwalimu ni jukumu lao pia kuwalea watoto wanaokabidhiwa na wazazi. Na mwisho kabisa ni mtoto mwenyewe. Sasa. Na hii mtoto mwenyewe baada ya kuwa wazazi wako sawa, mwalimu yuko sawa, hii mtoto mwenyewe ni baraka za Mungu. Kwa sababu kuna watoto ambao kwamba wazazi wao wanawalea vizuri, walimu wanafundisha vizuri, lakini taufiki ya Mungu kwa wale watoto haijapatikana. Ndio unasikia mtoto kigego, mtoto jeuri. Kwa hiyo hichi ni kitu nacho cha kumuomba Mungu sana, wasimsahau Mungu wakati wanalea mtoto wao, na vile vile walimu wamtangulize Mungu mbele katika kuwapatia elimu wale watoto, na imani mtoto
atajaliwa kusikiliza ya wazee na wazazi kwa ujumla. Sasa labda Mr. Muhammad, tumeangalia, umesema kwamba changamoto kubwa au madhara au njia ambazo watoto hawa zinapelekea kuingia katika hii mambo isiyofaa, mambo ya mahusiano kabla ya umri wao. Sema kwamba kuna wazazi, lakini pia kuna mazingira, lakini pia kuna walimu, kuna internet na kuna internet. Kwa globalization. Sasa tuangalie kidogo katika hili swala internet, kwa sababu sasa hivi nakuta mtoto mdogo anamiliki simu, mtoto mdogo anamiliki tablet, wengine mzazi ana lengo zuri, anamnunulia labda ajifunzie masomo au asomee, lakini internet inasawishi vipi mpaka mtoto anaingia katika mambo haya siyofaa? Unajua, kwanza matumizi ya simu hayafai kwa mtoto, hasa katika jamii yetu. Tumeona hii globalization, yani utandawazi, ndio unaona alhadhara, maendeleo. Tumeona kuwa dunia ya sasa ni mtoto awe huru, na hicho kitu ni kibaya sana. Kwa hiyo kuna mwanafalsafa mmoja anasema idha ahabba alqalbu qalban la tara alainu aiban. Yani mtu akipenda mtu, moyo ukimpenda mtu fulani, huwa hauwezi kuona aibu zake. Kwa hiyo mara nyingi athari hizi zinakuja kulingana na yule mtoto kuachiwa uhuru wa matumizi ya teknolojia. Naweza kusema niligusa pointi ya mazingira. Mazingira maana yake ni nini? Mazingira ni kuwa, hii mazingira ni kilima cha Kiswahili ambacho kwamba kimeeleza maana kuzingira kitu. Kuzingira ni kukizunguka, kitu ambacho kinakuzunguka. Kitu kinakuzunguka. Na wenyewe wana falsafa wanakuambia kuwa kitu chochote ambacho kwamba unaweza ukaishi nacho kwa ukaribu kwa muda wa siku 40, basi mnaweza kushare tabia. Ndio. Kwa hiyo mazingira maana yake yanamzingara mtu, yanamzunguka mtu na kuchukua tabia yake kuiga katika yale mazingira. Kwa hiyo hakikisha kuwa mtoto wako, ana mazingira salama pale nyumbani. Unakuta jamii yetu ni watoto wadogo, lakini wanapoishi kuna nyumba za watu wenye kujiuza, kuna majirani wavuta bangi. Kwa hiyo unaweza kawa malezi unaompatia mazuri, lakini mazingira alokuweko yule mtoto hayaendani na yale malezi unaompatia, yanaweza yakaleta athari kwa watoto wetu. Na chengine ni hii ukuaji wa teknolojia. Mtoto anapomiliki simu ingali ni mdogo, kwa lengo zuri tu aweze kutumia. Lakini mi napongeza baadhi ya nchi, utaona wanazuia baadhi ya page mbaya, wanaweka limit katika mitandao. Kuna sehemu huwezi kupata baadhi ya vitu vibaya, na kuna nchi nyingine zinaruhusu. Kwa hiyo yule mtoto anakuwa na uhuru sasa hivi, anaingia Google, anaangalia kitu chochote kibaya, anaweza kuathirika. Kwa hiyo tukiweka mfumo mzuri wa kuzuia watoto wetu matumizi ya simu kwa umri wao, unaweza kuleta tija nzuri sana. Kwa sababu sasa hivi ulimwengu jinsi ulivyoendelea, mtu anaweza kutoka hata anaenda shule, yuko kwenye daladala, lakini anaweza kuna tangazo barabarani, mtu anauza boxer, lakini vile linavyotangazwa ni mtu yuko uchi kaivaa tu ile boxer. Ndio. Kwa hiyo tunasema huu ni maendeleo ya matangazo, lakini jamii yetu vitu kama vile inaathiri kwa watoto bado akili haijakomaa. Wanaanza kuona vitu ambavyo kwamba akili zao ilikuwa haijajiandaa kuona vitu kama vile. Kwa hiyo akifika akimhadisia mwenzake, pia naye anamwambia na mimi nimeona. Mazingira ni kama hivyo, unakuta baba mama wanaishi chumba kimoja. Mtoto ana miaka 10, mtoto analala chini, wazazi wanalala juu. Kwa hiyo mazingira hayo yanaweza kusababisha athari. Mtoto mnajua amelala, nyinyi msafiri mwende South Africa, nakuta mtoto yuko macho. Kwa hiyo mtoto anaanza kuona kuwa ni jinsi gani kuna kitu kinafanywa na wazazi, hebu na mimi nikajaribu kwa wenzangu. Kwa hiyo mazingira na utandawazi kwa ujumla ni kitu ambacho kwamba kinahitajika watu wakiweze kukikontrol kiasi kikubwa, ili kisiweze kuleta madhara katika jamii. Labda unaweza kumshauri vipi mzazi ama mlezi ambaye na mtoto wake umri wake ndio hivyo, umri wa kuchipukia, tutumie njia gani jamii ili tuepushe haya madhara yanayotokea? Kwanza, kitu cha kwanza kikubwa ambacho kwamba wazazi wanatakiwa wajue ni kuwa mtoto kule kuitwa mtoto ni kuwa hajui kitu. Ndio. Yaani mpaka anaitwa mtoto, maana yake ni kuwa hajui kitu, anataka kujulishwa, na ndio maana anahitaji shule, anahitaji malezi. Sasa jukumu la wazazi ni mfanyeni yule mtoto wenu kuwa katika mazingira gani. Yaani kwanza nyinyi wazazi kwanza mshikane. Kwa sababu athari kubwa ni kuwa wazazi mara nyingi nyumba zetu zina migogoro. Unakuta mama haelewani na baba. Usije ukatarajia mtoto atakuja kuwa na malezi mazuri. Ndio. Kwa hiyo athari kubwa unaweza kumlaumu mtoto, kumbe athari inatengenezwa na wazazi wenyewe. Jamii ya sasa hivi wazazi hawaelewani. Wanagombana mara kwa mara. Kwa hiyo mtoto anakuwa anakuwa anafanya kosa, baba anamtetea, mama anamuadhibu. Kwa hiyo inakuwa
kuna different kubwa inapatikana hapa. Mtu anavutia upande wake. Kwa hiyo kwanza kuungana kwa wazazi ndio kutasababisha ile future ya mtoto kupatikana. Ndio. Unganeni nyinyi wazazi, lenu liwe moja. Halafu pili, kuhakikisha ukuaji na mienendo ya mtoto wenu. Hilo ndo kubwa. Mtoto ndio anakwenda shule anarudi, lakini mnahakikisha kweli anakwenda shule anarudi? Mnahakikisha mtoto hana rafiki mbaya? Mnahakikisha mtoto hana matumizi ya simu mabaya? Kwa hiyo ufuatiliaji ndio kitu muhimu kitakachosababisha hawa vijana kukua katika mwenendo mzuri. Asante sana Mr. Muhammad Darwesh. Natumai mtazamaji amejifunza mengi kupitia kwako wewe, lakini mimi pia nimefaidika sana. Mungu akubariki. Shukrani. Naam, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tulikuwa na Mr. Muhammad Darwesh. Ametupa kidogo madhara au hizi njia ambazo watoto wanajifunza kuingia katika mahusiano. Sio vizuri mtoto mdogo kuingia katika mahusiano. Ametuambia wazazi lazima mshughulike na watoto wenu katika masuala mazima ya walezi. Hata wahenga pia walisema mtoto mleavo ndivyo akuavyo. Ulikuwa ndugu yako Abdulaziz Hilal nikiwa na Mr. Muhammad Darwesh. Mpaka wakati mwingine, usisahau kusubscribe. Uwe na siku njema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahmid TV.